Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, mwezi Januari mwaka wa 2026. Kitabu kinaitwa Baba Yetu Anajali. Mada kuu mwezi huu, wana na binti za Mungu. Leo ni Januari 18. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee watoto wako kuja kujifunza neno lako. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa ajili ya kila ambacho umekitenda kwenye maisha yetu, nasi tumechagua kukufuata. Tembea nasi tena siku ya leo, tuongoze kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Yesu ni rafiki aliye karibu kuliko ndugu. Kitabu cha Mithali sura ya 18 aya 24 inasema, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Mtaudhiwa, lakini daima kumbuka kwamba Yesu Mwokozi aliye hai, aliyefufuka, ni mkombozi wako na mrejeshaji wako. Anakupenda na ni heri kushiriki upendo wake na wengine kuliko kuketi na wakuu na kutenganishwa na Yesu. Njoni kwa Yesu kila siku ambaye anakupenda. Mfungulie moyo wako kwa uhuru. Kwake hakuna kuvunjwa moyo. Kamwe hutawahi kupata mshauri mwema, uongozi salama na ulinzi wa kweli na wa hakika kuliko yeye. Katika majaribu yako yote umekuwa na rafiki asiyeshindwa kamwe, ambaye alisema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Lakini ni mara nyingi jinsi gani Bwana Yesu amepuuzwa kwa ajili ya ushirika na wengine na kwa vitu visivyo na thamani. Tusithubutu kuruhusu jina lake kufifia midomoni mwetu na upendo na kumbukumbu kutoweka mioyoni mwetu. Naam, anasema profesa aliyenyongea na aliyezoeleka. Hii ni kumfanya Yesu kuwa kama mwanadamu kupita kiasi. Lakini neno la Mungu linatuhakikishia kuwa na mawazo hayo hayo. Ni kupungukiwa kwa mtazamo huu wa halisi na wa uhakika juu ya Yesu ambako kuna wazuia watu wengi sana kuwa na uzoefu wa kweli katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hii ndiyo sababu kwamba wengi wanaogopa na kuwa na mashaka na kuomboleza. Uelewa wao wa Yesu na mpango wa wokovu hauko wazi, ni wa kuchosha na wa kukanganya. Ikiwa kumewahi kuwa na wakati ambapo watu walihitaji uwepo wa Yesu upande wao wa kuume, ni sasa, ili kwamba adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana ainue kiwango dhidi yake. Ushirika pamoja na Yesu ni wa thamani isiyoelezeka jinsi gani. Ushirika wa namna hiyo ni fursa yetu kuufurahia ikiwa tutautafuta. Uhakikisho wa milele utakuwa wako kwamba una rafiki anayeshikamana nawe karibu zaidi kuliko ndugu. Hii ni Januari 18, mada ikisema Yesu ni rafiki aliye karibu kuliko ndugu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku